بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. حمدا للقائل من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. اللهم صل وسلم وزد وبارك وكرم على سيدنا محمد صلاة تواضح لنا ما أشكل علينا حتى يفهم إنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli wa ba'd. Ndugu wapendwa Waislamu, kwanza tunamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, msemaji alosema subhanahu wa ta'ala kwa maneno yake matukufu ndani ya Qur'an kwamba Mwenyezi Mungu wanao katika waumini wanaume ambao kwamba wao waliamua kufanya kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, na wakamwahidi Allah subhanahu wa ta'ala kwamba watakuwa kwenye msimamo huo huo wa kwake, na vile vile wakafa wengine kwa hali ya kutimiza walomwahidi Mwenyezi Mungu, na wengine wakawa wasubiria ajali zao kufika, lakini hawakubadilisha misimamo yao katika kumwahidi Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiwa tuzungumzia aya hii, tunamkumbuka moja katika mabwana wakubwa waliofanya kazi katika nchi hii ya Uganda, Bwana Nuhu Mbogo. Bwana huyu alikuwa katika ukoo wa ufalme, lakini hakujali ufalme na hakujali dini, alijali la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Yeye ndo chanzo cha Waislamu kuwa wanaweza kutembea kama Waislamu kwenye nchi ya Uganda na hakuna mwenye kuambia neno. Yeye ndo chanzo cha Uganda kuwa kichinjo hakitochinjwa isipokuwa na Muislamu. Yeye ndo chanzo bwana huyu kutetea Uislamu kisawasawa na Uislamu kupata uhuru ndani ya nchi ya Uganda. Huyu bwana alifanya kazi kubwa sana, na pamoja watu walikimshauri abakie kwenye ufalme wake, lakini alikataa ufalme kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tarehe 29 ndani ya mwezi huu ambao itakuwa ni Jumapili, tunaenda kuwa na haulia kukumbuka mazuri ya bwana huyu kama alivyotuambia Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, udhkuru mahasina mautakum, kumbukeni mazuri ya wale waliokufa katika nyinyi walioyafanya, yatajeni. Hakuweka muda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bali kila mkipata muda yakumbukeni. Wametuwekea dhikrayat, kukumbuka bwana kama huyu na mazuri yake na kumwombea Mwenyezi Mungu amweke pema pamoja na wema. Itakuwa tarehe 29 ndani ya mwezi huu ambao itakuwa ni Jumapili, itakaofanyika katika ukumbi wa msikiti wa Chibuli Kampala, sehemu yenyewe ikiitwa ni Chibuli na edikota kubwa ya Chibuli. Watu wote tunawahimiza wanaosikia habari kama hizi kuhudhuria kwa wingi na kwa kufanya bidii zaidi kuhudhuria, kwa sababu kutaja watu